Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii kama nilivyosema, nia zetu hizo tatu. Kwanza kabisa tunawaombea wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi mkuu. Tunasema waliuawa kwa sababu watu hawa hawakuumwa, walipigwa risasi. Na waliopigwa risasi wengine walikuwa kwenye maandamano, na wengine walikuwa nyumbani kwao, wengine walikuwa naenda kazini, na wengine walikuwa madukani mwao. Hawa walipitiwa na risasi, wakapigwa, wakafa. Hata wale ambao walikuwa kwenye maandamano, ukiona kwamba mtu amekosea, uwezo kumhukumu moja kwa moja. Ndio maana katika hatua tunasema kwamba kuna mtuhumiwa, alafu mahakama ndio itasema huyu ana hatia, atapelekwa gerezani, lakini si kuua. Kwa waliuawa. Kwa hawa ndio tunawaombea Mungu aweze kuwapokea huko mbinguni. Lakini vile vile tunawaombea wale ambao wako kwenye maumivu bado kwa majeraha mbalimbali kutokana na matukio hayo, ambao wapo katika maumivu hayo makali. Mungu awape wepesi ili waweze kupona. Lakini vile vile tunaombea haki na amani katika nchi yetu, na haya yote yanaonekana katika wimbo wetu wa taifa. Tunasema ni wimbo wa taifa kwa sababu natutambulisha tulivyo, na tunapoangalia yote haya yaliyotokea, sasa haya yametoka wapi? Kila mtu anashangaa, kila mtu amedua, na tunahuzunika, tunalia, hatujui yametokeaje na kwa nini yako hivi. Ni swala ambalo ni lazima kujiuliza sana. Wimbo wetu wa taifa tunaimba kila wakati, na tunapoiombea Tanzania, dumisha uhuru na umoja, haki na amani. Tunayarudia mara nyingi haya. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Si kwa ajili ya kupigana, si kwa ajili ya kuwindana. Kama mtu anapowinda mnyama aweze kumuua ale nyama. Sasa si nia yetu sisi kumlenga mtu na kummaliza. Tulikuwa tunayasikia tu, na leo hii tunajionea, na kama watu wa taifa hili tunahuzunika, na wingu zito limefunika nchi yetu kwa heshima kwa mwanadamu. Ndio hapo tunapoongelea sasa haki yake. Ana haki ya kuishi, ana haki ya kusikilizwa, ana haki ya matibabu, na ana haki ya kujieleza kwa uhuru wake wote. Na penye haki pana furaha, pana umoja, pana uelewano, pana undugu. Hakuna anayemuona mwenzake ni adui. Kwa mfano kama sasa hivi unajua kwamba pengine walilengwa risasi wenzetu wakafa. Sasa waliolenga risasi hao ni nani hao? Sasa wamelenga risasi, hilo limewapata hao, wamekufa. Na tuna ndugu, tunalia sisi ndugu zao, tunaomboleza sisi ndugu zao. Sasa tunapowaona waliolenga risasi tunawaangaliaje? Kwa sasa manake wanakuwa sasa ni nani? Kwa sababu mwanadamu sio mnyama wa kawaida kwamba kama nguruwe au nini sema nataka nipate kitoweo. Napommaliza huyu napata faida ipi zaidi ya chukizo kwa Mungu? Mengi yanaongelewa sana leo hii, yanaongelewa kwa namna tofauti. Pengine tunayaweka haya kisiasa, lakini mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Na siasa yetu kama binadamu tunasema kwamba
kila mwanadamu ni mwanasiasa, kwa sababu si kisiwa. Hata kwenye familia kuna siasa, lakini siasa tunazoziongelea ni siasa gani? Sio za uadui. Taifa letu limeundwa, tukiangalia baba wa taifa alituweka katika misingi ya kupendana, ya kusaidiana, ya kukosoana kwa upendo. Alafu hata yule anayeongoza kujikosoa, kwa sababu wa taifa alijikosoa, alisema kabisa kwamba tutathimini muda huu tulioishi, tumeishije, tumekosea wapi, tujirekebishe. Kumbukeni kwamba mtu ambaye hawezi akatambua kosa lake ni vigumu sana kujirekebisha. Naona kila mmoja anayesema anamuonea, ni kama yani anamtendea vibaya sana yeye, na hili ni tatizo. Ndio tatizo hilo, kwa sababu kama anasikilizwa ni mahitaji ya mwanadamu huyu ambaye ana mahitaji ya kimwili, na bila tibiwe, na bila pumzike, lakini ana mahitaji ya kisaikolojia, kupendwa, lakini vile kusikilizwa, yale anayoyatamka, yale anayoyaeleza, ajieleze kwa nani. Lakini vile vile ana mahitaji ya kiroho huyu, anamhitaji muumba wake. Na ndio maana kila kitu tunakikabidhi mikononi mwa Mungu, iwe katika serikali, iwe katika nini. Tuanze na dua, tuanze na sala, sio maigizo. Kama kweli tunamjikabidhi mbele ya Mungu, haya yalimetoka wapi? Haya yaliyotendeka yametoka wapi? Wengine kama Tanzania hapa tunaona kwenye movie, lakini leo hii kwa macho sasa tulikuwa tunayaona. Sasa juzi hiyo tumeona risasi zinavyomiminwa, tumekaa ndani, ukitoka nje unaogopa kwamba utakutana na risasi. Na ndio maana lazima kukaa kuangalia hiyo.